Alivyokudokeza mwanzoni, tunaitazama ziara ya Rais Donald Trump wa Marekani huko Mashariki ya Kati. Anaendelea na ziara yake hiyo akiwa ni kituo cha mwisho leo cha ziara hiyo katika Umoja wa Falme za Kiarabu baada ya kuzitembelea Saudi Arabia na Qatar, ambako alisaini mikataba kadhaa ya uwekezaji na mataifa hayo tajiri ya Ghuba. Ziara ya Trump ya siku 4 ni ya kwanza kubwa ya kimataifa kuifanya tangu alipoingia madarakani katika muhula wake huu wa pili. Ni ziara inayofanyika wakati Mashariki ya Kati ikikabiliwa na migogoro Yemen, ukanda wa Gaza, ambako Israel, mshirika mkubwa wa Marekani, imeendelea kufanya mashambulizi, mauaji na kuzuia misaada ya chakula kwa watu wa Gaza. Mjadala huu, msikilizaji, unaimulika ziara hiyo na yaliyojitokeza. Wataalamu wetu hapa studio niliowaalika ni Profesa David Monda akiwa huko Marekani. Natumai Profesa Monda upo nasi na unatusikia vizuri kabisa. Nipo sawa kama kahawa na sahani. Karibu sana na studio hapa. Upande wa pili kule yupo mwenzangu Josephat Charo ambaye amekuwa akimulikia ziara hii, ambaye tutashirikiana pamoja Profesa Monda katika kuyatazama yaliyojiri kwenye ziara hii. Karibuni nyote, na msikilizaji pia wewe na kusihi usiondoki hapo kuwa nasi kwenye mjadala huu. Profesa Monda, nianze kwako moja kwa moja. Najiuliza tu, na hili swali limekuwa likiulizwa na watu wengi tu, kwa nini Saudi Arabia inakuwa ndio chaguo la kwanza kabisa la Rais Trump katika ziara yake ya kwanza kubwa ya kimataifa? Kwa sababu za nyingi tu za kidiplomasia, za ushirikiano wa kiusalama, na pia sababu za kiuchumi, ndiposa Saudi Arabia inaangaziwa. Kwa masuala ya kidiplomasia, tunajua Donald Trump amekuwa akijaribu juu chini kuiweka Saudi Arabia iwe mojawapo ya mataifa yaliyopiga saini makubaliano ya kiusalama na amani na Israel, yani Abraham Accords. Kwa hivyo Saudi Arabia ni dola muhimu kwa swala hilo. Masuala ya kiusalama, Saudi Arabia pia inaangaziwa kwa kuweza kudhibiti hiki kikundi cha Wahuthi kule Yemen kwa mfano, na pia kuibana Iran na mwelekeo wa Iran Mashariki ya Kati, lakini pia kwa masuala ya kiuchumi, kwa sababu ya uzalishaji mkubwa wa mafuta ghafi. Soko za hisa Saudi Arabia ipo, uzalishaji wa mafuta ghafi. Kwa hivyo Saudi Arabia ni dola muhimu sana kwa Donald Trump na Marekani kwa ujumla na usalama wa Mashariki ya Kati. Ni kweli Profesa Monda hayo uliyoyazungumza, lakini tukiangalia hili swala la kidiplomasia kiasi kama ulivyolitaja lilikuwa ni muhimu, ambalo limekuwa likitarajiwa kugubika ziara hii, lakini kwa kiasi fulani imeonekana kama hili swala halikuchukua nafasi kubwa vile ilivyotegemewa, pengine hasa katika swala hili la Gaza, kwa sababu mashambulio kule ya Israeli yamekuwa yakiendelea. Mohammed bin Salman ilitegemewa angemshinikiza Trump kuitaka Israel pengine iache mashambulizi haya kwa Wapalestina, lakini halikupewa uzito sana. Kwa nini unadhani? Swala la kidiplomasia lipo, lakini kusema kweli Israel na ile miundombinu ya amani kati ya Wapalestina na Israel haijagusiwa, na ndiposa tunaona kwa mkondo huu wa Donald Trump haielekei Israel. Na sababu na kisa na maana ni kwamba Saudi Arabia ilikuwa inasema ya kwamba ikiwa Marekani inataka kuishirikisha kwa makubaliano ya amani na Israel, lazima Israel ikubali ya kwamba kuwe na dola huru ya Wapalestina, na hilo ndilo jambo ambalo limezua balaa kwa sababu ya mrengo wa kulia
siasa kali za mrengo wa kulia za serikali hii ya Benjamin Netanyahu. Kwa hivyo jambo hilo la Israel na Wapalestina limewekwa kando, na ndiposa wanaangazia masuala mengine ya kidiplomasia, kwa mfano ushirikiano wa kujaribu kuiunda tena serikali ya Syria. Tumeona Ahmed al-Sharaa. Tutakuja huko Profesa Monda, naomba ni muite Charu katika hili. Umelizungumzia swala la Abraham Accord, na tunafahamu kwamba kitu muhimu kabisa kwa Trump na Marekani kwa ujumla wake ni kutaka kujaribu kuona kwamba Saudi Arabia nayo inakuja kujiunga katika kuwa na mahusiano ya kidiplomasia na Israel. Saudi Arabia imekuwa ikisuasua kwa muda mrefu, hili swala haikubaliani nalo kutokana na kinachoendelea Gaza. Sijui kutokana na ziara hii, unafikiri Mohammed bin Salman atakuja kulegeza msimamo na kuingia kwenye mataifa mengine yaliyoshirikiana katika kuitambua Israel na si leo si kesho? Kwa sababu ukiangalia jinsi ambavyo bin Salman alimkaribisha Trump katika ule uwanja wa ndege, alivyomsalimia, walivyokuwa manake wanaangaliana, nikajua hawa ni marafiki wa karibu sana, na bin Salman hangetaka wakati kama huu kuvuruga yale ambayo anataka kuyafanya na uwekezaji mkubwa wa dola bilioni 600 nchini Marekani. Kwa hiyo kwa wakati kama huu nafikiri maslahi ya Saudi Arabia yamekaa zaidi katika kujenga na kuimarisha mashirikiano kati ya Saudi Arabia na Marekani kwa upande wa uchumi zaidi na mambo ya uwekezaji. Sasa hili ni kala moto. Israeli katika hapa sidhani kama ni swala ambalo litapewa uzito, na ukiangalia haiba yake bin Salman hana nguvu wala mbavu za kumwambia Trump fanya hiki kuhusu swala la Gaza. Umetaja hicho cha kupokelewa vizuri na Mohammed Salman. Maswali yamekuwa mengi hapa. Trump na bin Salman, kwa nini anampenda sana bin Salman? Kuna mashaka ambayo wa Democrats wamekuwa wakiyazungumzia Marekani kwamba pamoja na makubaliano, mfano mikataba iliyotiwa saini ya uwekezaji ni kitu kizuri, lakini wanahisi yapo maslahi zaidi kwa bwana Trump kuelekea Saudi Arabia. Unajua, ukiwa na fedha nyingi, hata mipaka ambayo inakuwa imefungwa itafunguliwa kwako. Kwa hiyo hapa ninachoona mimi, Trump anakwenda Saudi Arabia na mikono miwili. Mkono mmoja umebeba Marekani na mkono mwingine amejibeba yeye mwenyewe na mambo yake na maslahi yake ya binafsi. Bin Salman na yeye vile vile yuko kwao ametulia. Saudi Arabia sasa hivi inapata nguvu, na tumeshuhudia viongozi wengine pia wa mataifa mengine wakikimbilia Saudi Arabia katika masuala ya diplomasia. Viongozi wa Kongo na Rwanda tumewaona huko, wanakimbilia huko kujaribu kutatua migogoro yao. Saudi Arabia inaanza kushika kasi na kupata nguvu, lakini pia fedha ziko nyingi, kwa hiyo ile nguvu ya ushawishi nayo inaongezeka. Sasa ule usuhuba uliopo kati ya Trump na bin Salman zaidi mimi ninauona umeshawishiwa ama unasukumwa na zile nguvu zile fedha na mikataba ya kibiashara zaidi na maslahi yao ya kibinafsi na nchi zao. Profesa Monda, ulitaja mwanzo kabisa hapo swala la Ahmed Sharaa kukutana moja kwa moja na bwana Trump, na hili limezusha mijadala sana huko kwenu Marekani na hata kimataifa. Watu wanamtazama kwa jicho kidogo la wasiwasi Ahmed Sharaa bado, lakini Trump anaonekana pamoja na kukutana naye baadaye alimsifu sana Ahmed al-Sharaa. Sote tunamfahamu wapi anatokea Ahmed Sharaa kabla ya kuwa kiongozi ambaye anaanza kukubaliwa na nchi za magharibi ndani ya Syria. Alikuwa ni kiongozi ambaye anaongoza kundi la waasi, lakini vile vile linaloshirikiana na Al-Qaeda, wamepambana Iraq, kupambana pamoja na kuwapiga vita vikosi vya Marekani ndani ya Iraq. Mtu anajiuliza, kwa nini unafikiri Trump anamkubali Sharaa na ameonekana kama yuko tayari kufanya kazi naye? Ni kwa sababu ya masuala ya kiuchumi na masuala ya kidiplomasia na masuala pia
ya kiusalama. Tusahau ya kwamba serikali hii ya Ahmed Sharaf limeundwa hivi karibuni na ni serikali dhaifu. Kwa hivyo madhumuni ya Donald Trump kuitambua na kumtambua Ahmed el-Sharaf ni kusema kwamba anataka kuiongezea nguvu za kidiplomasia na tena usaidizi wa kiuchumi, kuziweka kando vile vikwazo vya kiuchumi ambavyo vilikuwa vikibana familia ya Assad. Lakini pia kumalizia, tusahau ya kwamba serikali hii mpya ya Syria imeweza kupunguza ule ushawishi wa Urusi kwenye serikali ya Syria na pia Iran. Ni kukate hapo Profesa Monda, muda wetu naambiwa umekwisha, lakini naomba nimuulize Charo swali fupi kwa majibu mafupi kabisa kuhusiana na hivi vikwazo ambavyo Trump ameahidi anaviondoa kwa Syria. Vitawapa matumaini gani au vinatoa matumaini gani? Mgala muue lakini haki yake umpe. Kongole kwa Trump kwa hatua ambayo ameifanya. Hii inastahili pongezi kabisa, na matumaini bila shaka kwa Syria wote ambao mioyo yao imekongwa na hatua ya Trump. Nadhani sasa hivi matumaini yamechomoza Syria, lakini kama Trump kweli anaweza kufanya hivyo kwa upande wa Syria, hebu sasa afanye kitu kama hicho kwa Palestina, ndo nijue kweli kwamba yeye ameshaingia na anataka kweli kusuluhisha matatizo katika Mashariki ya Kati na kuleta mabadiliko. Asante sana Josephat Charo. Profesa Monda, asante sana kwa ushiriki wako katika mjadala huu. Tumefikia mwisho.